Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, leo tarehe 20 Januari 2026 amezindua boti ya Kilimanjaro 9, The Dragon of the Sea, katika hoteli ya Verde Mtoni, mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema kupitia meli hiyo, Zanzibar itakuwa kiuchumi na vijana kupata ajira kwa wingi. Ikiwa kuwa kampuni hii imeshawekeza jumla ya dola za Kimarekani 150, jumla ya dola za Kimarekani milioni 150 katika sekta ya usafiri wa baharini na kutengeneza zaidi ya ajira 281 kwa Watanzania. Uwekezaji huo unajumuisha ununuzi wa vyombo vya usafiri wa abiria na mizigo vinavyotoa huduma kati ya Unguja, Pemba, Tanzania bara pamoja na visiwa vya Komoro. Usafiri wa baharini ni sekta muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa nchi yetu, ambapo zaidi ya 90% ya mizigo inayotoka na kuingia nchini inapitia baharini. Hivyo, serikali itaendelea kuimarisha sekta hii kwa kuboresha bandari zote za Unguja na Pemba pamoja na kuongeza bandari mpya za kisasa kwa lengo la kuongeza huduma bora za usafirishaji nchini na kupunguza msongamano katika bandari zilizopo. Serikali kwa sasa kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na ujenzi wa bandari ya Mpiga Duri ambayo itajumuisha bandari ya abiria, mizigo pamoja na maegesho ya boti kwa shughuli za kitalii. Hii inayoshughulika na usafiri wa baharini, Azam Marine, ilianza mwaka 1992. Tulianza na meli za usafirishaji abiria, na toka wakati huo kampuni yetu imekuwa ikiendelea na uwekezaji katika sekta hii ya usafiri wa baharini. Hadi sasa tumekuwa na meli za kisasa za kasi za kubeba abiria pamoja na meli za magari, kontena na mizigo aina mbalimbali. Kampuni yetu imetoa ajira za moja kwa moja kwa zaidi ya wafanyakazi 600 na usafirisha wastani wa abiria 5,000 kwa siku kati ya Dar es Salaam, Unguja na Pemba. Na tuna uwezo kwa vyombo vyetu kwa kusafirisha mpaka abiria 13,000 kwa siku. Meli yetu hii ya MV Kilimanjaro 9, The Dragon of the Sea, ni meli ambayo imejengwa kwa muda wa miezi 14 na kampuni inayomilikiwa na serikali ya China, Afai Southern Shipyard, iliyopo mjini Guangzhou, China. Ina urefu wa mita 53 na upana wa mita 13 wenye hali maalum iliyofanyiwa simulation na majaribio na kuthibitisha kuwa unaiwezesha meli hii kuhimili hadi mawimbi ya mita 3. Meli hii ina uwezo wa kubeba abiria 631. Vile vile meli hii imejengwa kwa viwango vya juu vya kimataifa, ikiwemo standard ya DNV kwenye upande wa structure and stability, lakini pia kwenye upande wa usalama wa abiria imecomply na HSC 2000 na NSV C4. Meli hii kwa upande wa burudani ina dynamic satellite dish itakayowezesha wenzetu wa Azam TV kuendelea kutoa burudani kwa wote muda wote wa safari. Aidha, ina engine mbili aina ya Cummins QSK 95 zenye horsepower 8 na Tier 2 emission certified, na meli imewekewa mifumo wa kisasa wa kuchakata maji taka, yani sewage treatment plant, jambo linaloendana kikamilifu na dira ya uchumi wa bluu na ulinzi wa mazingira ya bahari ya Zanzibar. Zaidi ya ubora wa kiufundi, thamani halisi ya chombo hiki ipo katika mchango wake kwa uchumi na maisha ya wananchi wetu. Meli hii itaongeza uwezo wa abiria kati ya Dar es Salaam na Zanzibar kwa abiria 2,500 kwa siku. Na hii, Mheshimiwa Rais, inaunga mkono muono wa serikali yako katika kupokea watalii zaidi ya 1,000,000 kwa mwaka visiwani Zanzibar. Mheshimiwa Rais,
Mafanikio haya yasingewezekana bila ushirikiano wa karibu na taasisi zetu za serikali. Nianze kwa kuishukuru kwa dhati taasisi ya uwekezaji ZIPA kwa msaada wake mkubwa wa hali na mali kukamilisha jambo hili. Pia taasisi ya ZMA, TASAC, ZPC na TPA kwa mwongozo, usimamizi na ushirikiano uliowezesha mradi huu kufanikishwa kwa viwango vinavyotakiwa. Vile vile tunatoa shukrani za dhati kwa PBZ Bank, benki ya wananchi ya Zanzibar, kwa imani yao na mchango wao mkubwa katika kufadhili ununuzi wa chombo hiki. Ushirikiano huu na benki ya PBZ ni mfano halisi wa taasisi za ndani kuunga mkono uwekezaji wa kimkakati kwa maendeleo ya taifa. Mwisho, si kwa umuhimu, ni washukuru wenzetu Zanfast Ferries na Ikram Sea Line. Wengi hufikiri kuwa hawa ni washindani wetu, bali la, ni wenzetu katika kutimiza majukumu ya kuhudumia wananchi kwa taifa. Mheshimiwa Rais, licha ya mafanikio haya, kiukweli haikuwa rahisi kabisa kufika hapa. Lifespan ya vyombo hivi katika ukanda huu ni miaka 4 tu, na baada ya hapo gharama za uendeshaji na maintenance hupanda mpaka kufikia hata kununua na kufunga engine, gearbox na jet mpya ili kuendeleza uhai na teknolojia ya uendeshaji wa chombo. Kampuni yetu imeweza kudumu katika sekta hii kutokana na ari ya uongozi na wafanyakazi kwa ujumla ya kuendeleza mbinu tofauti zenye ubunifu na weledi wa hali ya juu, sambamba na uwekezaji wa mara kwa mara. Kutokana na mkakati huu, mpaka hivi leo kampuni yetu imewekeza jumla ya mtaji wa shilingi bilioni 300 baina ya mwaka 2010 na 2025. Kulifahamu hili vizuri, Azam Marine imewekeza nchini jumla ya meli 27 kuanzia MV Muungano, MV Pemba, Serengeti mpaka kuhamia kwenye Sibas, na hivi leo tukizindua Kilimanjaro namba 9. Na kati ya 27 hizo, meli 10 tu ndio zipo ambazo active kwenye mzunguko wetu. 17 zilobaki zenye thamani ya takriban bilioni 90 zilifika mwisho wa maisha yake ya kiufundi, na nyingine tukascrap na kuuza kwa hasara. Mapato yote na faida yote iliyopatikana katika kipindi hiki ilitumika na inaendelea kutumika katika uwekezaji huu, na haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, yanathibitika si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika miaka mitatu hii Azam Marine imewekeza kwenye meli ya Kilimanjaro 8, Azam Komoro 2, vivuko vya Azam Sea Taxi vinavyofanya kati baina ya Kigamboni na Magogoni. Jumla ya uwekezaji huu ndani ya miaka mitatu ni bilioni 89.7. Halikadhalika, tumekuwa tukilipa kodi ambayo ikiongezeka mwaka hadi mwaka. Katika mwaka 2025 kampuni yetu ililipa kodi kwa taasisi mbalimbali za serikali jumla ya shilingi bilioni 17.5, ambayo ni ongezeko la asilimia 18 kutoka mwaka 2023, ambao jumla ya kodi kwa mwaka huo ilikuwa bilioni 14.9. Na tumetambuliwa na taasisi mbalimbali za kodi kwa kuwa mlipa kodi bora nchini Zanzibar. Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kukupongeza na kukushukuru, kwani kutokana na sera bora za serikali yako za kuvutia uwekezaji nchini mwetu ndio zimetupa nguvu ya kuendelea kuwekeza katika sekta hii. Mheshimiwa Rais, wahenga walisema mcheza kwao hutunzwa. Nasi kama Azam Marine tumechagua kuwekeza hapa nyumbani kwa vitendo
tukiamini kuwa wawekezaji wanaothibitisha uwezo, uwajibikaji na matokeo chanya kwa jamii na taifa hutazamwa kama washirika wa kimkakati katika safari ya maendeleo. Tunaamini serikali inaweza ikatazama vizuri stahiki za kampuni yetu katika status ya strategic investor tuliyopatiwa mwaka 2023, na naamini tukipewa haki zake kikamilifu, uwekezaji huu utakuwa zaidi ya hivi, na ishara zote kutoka kwetu zinaonekana. Vile vile tunakabiliwa na changamoto za kimazingira zinazotokana na mto unaopita hapa katika marina ya Verde ambao huleta sediments, taka pamoja na kemikali zinazosafirishwa kutoka viwanda vya juu ya mkondo. Hali hii inaathiri usafi wa maji na ecosystem nzima ya fukwe hizi, lakini pia mifumo ya cooling system ya meli zetu pamoja na bottom za meli zinapokuwepo hapa. Hali hii hulazimu vyombo viende doki mara kwa mara kupaka rangi, lakini pia kufanyika kwa dredging ya mara kwa mara kukabiliana na changamoto hii. Tunaamini Zanzibar sio tu soko, bali ni mshirika wa kimkakati na sehemu ya ndoto yetu ya maendeleo endelevu ya kikanda. Kuhudumiwa katika chombo chetu kipya cha Kilimanjaro 9 walau kutoka hapa marina ya Verde kuelekea bandari ya Malindi. Viongozi wote waliojumuika nasi hapa leo kama walivyotambuliwa na MC, na naomba nitambue itifaki na nizingatie. Assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kutoa taarifa za kitaalamu kuhusu mradi huu na mwendelezo na maendeleo ya uwekezaji nchini. Kwanza